Unajua bodi ya ligi imejichanganya sana. Sana. Bodi ya ligi imejichanganya kwa kiasi kikubwa. Bodi ya ligi imejichanganya. Vibaya mno. Imechanganyikiwa. Imejichanganya. Sitaki kunipeleka huko. Imejichanganya. Mwanzo walikuja wakasema mechi itachezwa. Wewe mwenyewe ukawa mmoja unasema nikasema kwa maslahi ya mpira wa miguu mechi itachezwa kwa maslahi ya mpira wa miguu. Nielewe vizuri. Sio kwa maslahi ya TFF. Sio kwa maslahi ya Yanga wala sio kwa maslahi ya nani? Ya Simba. Nikasema hivi kwa maslahi ya mpira wa miguu wa Tanzania. Kwa maslahi ya nchi ya Tanzania mechi inapaswa kuchezwa. Ndivyo nilivyosema. Very clear kabisa nilizungumza. Sikuzungumza kwa interest za Yanga, sikuzungumza kwa interest za Simba wala za bodi ya ligi. Nimezungumza kwa kuamini mpira wa kwetu hivi sasa umekuwa ni ajira. Wewe uliungana na bodi ya ligi kufuata ratiba, si ndio? Bodi ya ligi si mpaka jana wamesema mechi ipo. Si ndio? Kwa bado unaungana nao. Afande nilegezee kamba hiyo inaitwa. Si ndio? Ule wimbo unaitwa hivyo? Kaimba nani? Ule mke wa Nasibu. Ndo Zuchu. Afande nilegezee kamba. Kuna kesi nyingine za kusingiziwa. Okay. Bodi ya ligi wali kupitia afisa habari wao alisema tiketi walizozitumia walizozikata tarehe 8 watakuja kuzitumia tarehe 15 wakimaanisha mechi ipo, si ndio? Lakini unajiuliza kuna baadhi mashabiki walikata tiketi wakaingia uwanjani. Na hivi sasa wa Tanzania tumeendelea, tuna mfumo mpya kuingia uwanjani kimaanisha N-card. Ukiskani na kwa scan tayari, si ndio? Jiulize wale, tunawauliza swali la kwanza bodi ya ligi. Wale waliokuwa scanned kwenye zile tiketi watafanyaje? La kwanza. Ndio. Lakini la pili tunawauliza bodi ya ligi, si ndio? Kamanda kanda maalum wa Dar es Salaam kimaanisha Mzee Muriro alisema hali ya utulivu ni shwari. Hali ya amani hiyo, si ndio? Ni nini? Ni shwari. Bodi ya ligi wanakuja kutuambia kwamba palikuwa na hali ya uvunjifu wa amani. Si ndio? Na viashiria vya rushwa. Ukimsikiza mkuu wa TAKUKURU kanda ya Temeke anasema sisi hatujapokea taarifa yoyote tuliokuwa kwamba kuna viashiria vya rushwa. Taarifa zinakinzana. Bodi ya ligi utanisamehe. Kwenye hili? Utanisamehe. Unakataa. Kwenye hili? Ni wazee wangu. Na wengine tunatoka nao mkoa mmoja. Chambo cha Nasoro anasema mkoa wa Tanga wote kazi yao kucheza barikoko. Wasitaki kutuaminisha huku. Sio mnaelewa vizuri? Sasa unajiuliza why kauli ya bodi ya ligi na kauli ya jeshi la polisi zinatofautiana? Si ndio? Unajiuliza why kauli za bodi ya ligi na kauli ya mkuu wa TAKUKURU kanda maalum ya Temeke zinatofautiana? Lakini Dosa, mimi nataka nikwambie hili. Simba walisema hawatoshiriki mchezo endapo wale watu watafanyaje? Wataadhibiwa. Si ndio hivyo? Yaani watajwe lakini pia wafanyaje? Waadhibiwe. Lakini jana pia wakatuma barua yao asubuhi kwa mkia leo Simba. Wamesema mchezo upo pale pale na wana Simba walokata tiketi wasubiri kuingia uwanjani, wengine wanasubiri utaratibu kuingia ndani ya uwanja. Sasa kwa hili watu wanatafsiri kama Simba naye katafuta naye upande wake naye pia. Simba naye kaja na jingine. Mchezo iko tarehe 15 upo pale pale. Hatima ya mpira inaingia shimoni. Huyu matakwa, huyu upo pale pale. Taungana na bodi. Hatima ya mpira inaingia shimoni. Moshi mweusi unaendelea kufanyaje? Tanda. Yanga wamesema wachezi mpaka Mguto wafanyaje? Na Kasongo pia. Mpaka Kasongo wafanyaje? Mpaka Kidau wafanyaje? Tunajiuliza je, hilo linawezekana? Lakini TFF wakishirikiana na bodi ya ligi, kwa nini wasimtaje mtu ambaye amepiga simu au ametoa oda geti lisifunguliwe? Haya mambo ifikie wakati tukomeshe. Yaani leo wachambuzi wa mpira tumetoka kwenye kuchambua mpira, tunaongelea kwenye mambo ya kisiasa. Tunaongea kwenye mambo ya kijinai. Tunaongea kwenye mambo ya kiuchumi ambao sofa ni yetu.
Kwa sababu swala la TAKUKURU, swala la rushwa, swala la kiuchumi. Watakiwa wazungumze wenye elimu ya nini? Ya kiuchumi. Swala la mtu mwana kiongozi mkubwa si ukatoa oda uwanja usifungule ni swala la kisiasa. Anakuambia tiketi wana Simba lokata ziko pale pale wakati wao kuna tiketi nyingi. Anachofanya naye mwenyewe unasema anachofanya Simba ni kuchochea moto wa kuni. Na moto utawaka. Haki ya Mungu mimi nakwambia. Tarehe 15. Tarehe 15. Taarifa za ndani nilizozipata, za ndani. Kutoka kwenye vyanzo vyangu vya kijasusi, za ndani. Simba kashapeleka mguu wa kwanza kasi. Simba kashapeleka mguu wa kwanza kasi. Anataka nini sasa? Anataka pointi zake 3 kwa sababu si anaamini kwamba Yanga atakuja uwanjani. Okay. Umeelewa vizuri? Na ndio maana Simba anatumia nguvu, anawaambia hivi, mimi tarehe 15 napeleka mechi. Lakini kwa kuwa bodi ya ligi ni Simba, kwa kuwa TFF inaongozwa na watu wa Simba, mimi naamini watapeleka uamuzi wao. Kwamba Yanga anakatwa alama 15. Umewasikia Yanga walivyosema? Sio alama 15 tu, hata nusu ya alama kitawaka. Hata nusu ya alama. Kwa hiyo mtu wakati wa alama debi haichezi. Matakwa Yanga ni very simple tu. Yaani Yanga yakutaka mambo mengi. Kataja mambo 4 kamaliza. Lakini Dosa tuangalie hili. Kwa nini bodi ya ligi inaangalia mamlaka aliyokuwa juu inashindwa kuwa huru? Kama wanahoja hivi Yanga, unaonaje? Ndugu zako. Yanga sasa hivi ongea kama tuwaone. Yanga wanahoja, si ndio? Yanga wanahoja za kimsingi kabisa. Za kimsingi. Moja ya hoja ambayo ninafanya nilikubali kwa Yanga ni kile kitendo afisa habari wa klabu kutoa siri ambayo Watanzania wengi walikuwa hawajui kwamba kombe la CRDB Bank msimu uliopita Yanga hakulipwa. Huu uzembe ni wa nani? TFF. Akishirikiana na bodi ya ligi. Moja kwanza kamtukanisha mdhamini wa CRDB Bank kama hajatoa hela. Mdhamini kama mimi siamini kama CRDB Bank hajatoa hela. Kwani ile kombe mshindi anapewa bei gani? Zaidi ya milioni 300. Milioni 200, milioni 200. Simba ni kuchochea moto wa kuni. Na moto utawaka. Haki ya Mungu mimi nakwambia. Tarehe 15. Tarehe 15. Taarifa za ndani nilizozipata, za ndani. Kutoka kwenye vyanzo vyangu vya kijasusi, za ndani. Simba kashapeleka mguu wa kwanza kasi. Simba kashapeleka mguu wa kwanza kasi. Anataka nini sasa? Anataka pointi zake 3 kwa sababu si anaamini kwamba Yanga atakuja uwanjani. Okay. Umeelewa vizuri? Na ndio maana Simba anatumia nguvu, anawaambia hivi, mimi tarehe 15 napeleka mechi. Lakini kwa kuwa bodi ya ligi ni Simba, kwa kuwa TFF inaongozwa na watu wa Simba, mimi naamini watapeleka uamuzi wao. Kwamba Yanga anakatwa alama 15. Umewasikia Yanga walivyosema? Sio alama 15 tu, hata nusu ya alama kitawaka. Hata nusu ya alama. Kwa hiyo mtu wakati wa alama debi haichezi. Matakwa Yanga ni very simple tu. Yaani Yanga yakutaka mambo mengi. Kataja mambo 4 kamaliza. Lakini Dosa tuangalie hili. Kwa nini bodi ya ligi inaangalia mamlaka aliyokuwa juu inashindwa kuwa huru? Kama wanahoja hivi Yanga, unaonaje? Ndugu zako. Yanga sasa hivi ongea kama tuwaone. Yanga wanahoja, si ndio? Yanga wanahoja za kimsingi kabisa. Za kimsingi. Moja ya hoja ambayo ninafanya nilikubali kwa Yanga ni kile kitendo afisa habari wa klabu kutoa siri ambayo Watanzania wengi walikuwa hawajui kwamba kombe la CRDB Bank msimu uliopita Yanga hakulipwa. Huu uzembe ni wa nani? TFF. Akishirikiana na bodi ya ligi. Moja kwanza kamtukanisha mdhamini wa CRDB Bank kama hajatoa hela. Mdhamini kama mimi siamini kama CRDB Bank hajatoa hela. Kwani ile kombe mshindi anapewa bei gani? Zaidi ya milioni 300. Milioni 200, milioni 200.